wanasema kwa nini baadhi ya nchi gharama ni nafuu, lakini naomba niwape takwimu hapa waandishi wa habari. Mifano ya nchi nyingine, Zimbabwe bei ya mafuta imefika lita 5,000 kwa lita moja. Sawa, licha ya serikali kupunguza baadhi ya kodi katika nchi ya Zimbabwe. Lakini ukienda DRC bei ni 5,000 pamoja na kwamba serikali imeweka ruzuku katika mafuta hayo. Lakini ukienda South Africa lita moja ya mafuta inauzwa shilingi 5,000 mpaka leo hii ambayo tunazungumza. Sasa hata nchi jirani zenye bandari bado zinaathirika. Mfano, Kenya bei ni kati ya shilingi 3,500 mpaka 4,000 Tanzania shilingi. Kwa sasa tunategemea bei mpya ikitangazwa tarehe 14 Aprili, bei itafika zaidi ya shilingi 5,000 kwa nchi ya Kenya. Uhaba huu wa mafuta sio Afrika tu, hata Ulaya na bara la Asia bei zimepanda kama ifuatavyo. Mfano, Switzerland mafuta yanauzwa shilingi 5,500 mpaka 6,000 kwa lita moja. Ukienda German 5,000 mpaka 6,000 kwa lita moja. Ukienda United Kingdom ni euro 1.7 ambao ni sawa na shilingi 5,500 mpaka 6,500 za Kitanzania. Hata nchi tajiri zinaathirika na vita hii, sio Tanzania pekee. Kwa hiyo viongozi wanapokwenda kuzungumza wakablame kwamba ni janga la Tanzania peke yake, sio kweli. Lakini nchi hii ina wasomi wengi na waandishi wa habari, mna taaluma kubwa, mmesoma haya mambo, mnatafuta data katika mataifa mbalimbali huko duniani na mnaona nini ambacho kinaendelea. Hivyo ninachotaka kusema jambo moja, kwamba vita ya Urusi pamoja na Israel dhidi ya Iran imesababisha ongezeko kubwa la mafuta, na kuna sababu za hizo ikiwemo baada ya Iran kulipua baadhi ya visima vya mafuta na miundombinu katika mataifa mbalimbali ambapo sisi tulikuwa tunafanya ununuzi wa bidhaa hiyo. Sasa ninapenda niseme jambo moja, inawezekana watu wengi wanasahau historia. Leo napenda niwakumbushe historia pia, na baadhi ya viongozi waifahamu historia hiyo, kwamba Tanzania imekuwa ikikabiliana na changamoto ya mafuta kwa miaka mingi. Mfano, tangu miaka 1970 Tanzania imekuwa ikikabiliana na misukosuko ya mara kwa mara katika soko la mafuta duniani, hususan ile iliyosababishwa na migogoro ya kisiasa na kiuchumi katika nchi zinazozalisha mafuta. Mfano wa kwanza mkubwa ulikuwa ni mgogoro wa mafuta wa mwaka 1973 uliotokana na vita vya Mashariki ya Kati, Arab Oil Embargo, ambapo bei za mafuta zilipanda kwa zaidi ya mara 4 duniani. Katika kipindi hicho, Tanzania kama nchi inayoagiza mafuta ilikumbwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa fedha za kigeni pamoja na uhaba wa mafuta, hali iliyopelekea serikali kuchukua hatua za kudhibiti matumizi ya mafuta, ikiwemo upangaji wa matumizi, rationing, na kuimarisha usimamizi wa uagizaji kupitia taasisi za umma. Na kipindi hiki mnaweza mkakumbuka, wanahabari, kwa kuwa nyinyi custodian wa taarifa, vilikuwa vinatoka mpaka vibali kwamba gari uendeshe Jumapili, au unapata kibali kwamba gari itumike katika matumizi fulani. Lakini jambo la pili, katika miaka ya 1980 hususan wakati wa vita kati ya Iran na Iraq, soko la mafuta duniani lilikumbwa na mabadiliko makubwa ya bei na upatikanaji wake. Tanzania ilikabiliwa na changamoto ya upungufu wa fedha za kigeni na kuongezeka kwa gharama za uagizaji, hali iliyosababisha serikali kuendelea kutumia mifumo ya udhibiti wa matumizi ya mafuta pamoja na kuweka vipaumbele katika sekta muhimu za kiuchumi kama vile usafirishaji na uzalishaji wa umeme, kwamba mafuta yalikuwa yanapangiwa jukumu maalum, nini kifanyike ili kuweza kulinda uchumi wa nchi yetu. Lakini mfano wa tatu, mwaka 19